Niseme shukrani sana kwa wewe ambaye bado unaendelea kutufuatilia kwa ajili ya kuzipokea taarifa zetu mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Lakini pia niseme shukrani kwa wewe ambaye tayari umekwisha kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kuzipokea taarifa zote. Lakini kama bado hujafanya hivyo, hakikisha unafanya hivyo kwa ajili ya kumjuza mwana au ndugu jamaa na marafiki kwamba hapa ni sehemu pekee ambayo unaweza kuzipata taarifa ambazo ni za kimichezo pamoja na burudani, lakini bila kusahau na taarifa za kisiasa. Lakini pia unaweza kutuandikia maoni yako na komenti yako kuhusiana na kile ambacho umeweza kukipata ndani ya chaneli yetu, kuhakikisha vote hivyo vinaenda sawa bin sawia na kuleta uwiano ndani ya chaneli yetu. Lakini mara baada ya kocha mkuu Didier Gomes da Rosa kuweza kuondoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi na kuwepo na tetesi mbalimbali, lakini Simba kuweza kumtangaza Pablo Franco Martini kuwa kocha mkuu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa kocha huyo mpya wa Simba Sporting Club Pablo Franco Martini majira ya saa 4 kamili asubuhi leo Jumatano amewasili nchini kutoka Hispania kupitia Zanzibar na shirika la ndege la Fly Dubai, ambapo imekuwa kambi katika uwanja wa ndege wa Dar es Salaam. Lilimshuhudia Franco akiwasili pamoja na wakala wake Mkenya, kisha kupokelewa na mratibu wa Simba Abbas Ali, kisha kumpeleka moja kwa moja katika ofisi za klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kumalizia kile ambacho wanapaswa kukimalizia. Lakini Franco ambaye alionekana kuwa na furaha akichukuliwa na Abbas Ali, kisha kupelekwa moja kwa moja katika ofisi za Simba kwenda kuonana na ofisa mtendaji mkuu Barbara Gonzalez kwa ajili ya kumalizia kile ambacho anapaswa kukimalizia, nikiwa na maana mikataba ambayo wamekwisha kuiweka na kuweza kumalizana na kipengele hicho ili kuweza kuanza rasmi kutumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ndani ya nchi ya Tanzania mara baada ya kumalizana kile kitu. Kabla ya kuondoka uwanja huo wa ndege, Franco ameweza kuzungumza nasi kutujuza kuhusiana na kile ambacho kimemfurahisha na kile ambacho anataka kukifanya ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akiwa na kauli ambayo ameweza kusema kwamba nimefurahi kuja hapa Tanzania kuifundisha timu kubwa Afrika kama Simba. Najisikia vizuri na tutaonana baada ya muda mfupi wa kumaliza kile ambacho ninachoenda kukishughulikia. Franco baada ya kuonana na Barbara Gonzalez walizungumza kisha kusaini mkataba miaka 2 kuwatumikia mabingwa hao watetezi wa ligi kuu bara ambao ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Baada ya kumaliza zoezi hilo la kusaini, alikwenda kupumzika katika moja ya hoteli, kisha jioni kwenda katika kambi ya Simba iliyokuwa inaendelea na mazoezi ya nguvu pamoja na kutengeneza bodi vizuri gym pale kwa ajili ya kuweza kuwatazamia wachezaji ambao watashughulika nao katika mazoezi mbalimbali na kujiandaa na michezo mbalimbali ambayo imekwisha kukaribia kuweza kufanya vizuri. Lakini Franco baada ya kufika katika kambi hiyo ya Simba ataweza kutambulishwa kwa baadhi ya wachezaji waliokuwepo, benchi la ufundi pamoja na wengineo, ili kuweza kuleta maana ambayo itakuwa sahihi na yeye kujua ni wapi anapaswa kuanzia au ni kipi ambacho anapaswa kukifanya ndani ya klabu ili kuleta muunganiko mzuri na ambao utaleta matokeo mazuri. Lakini Abbas Ali mara baada ya kumpokea kocha huyo ambaye ni Pablo Franco Martini ambaye ameweza kutia au kuingia Tanzania majira ya saa 4 kamili za asubuhi, aliweza kusema kwamba ni furaha kwa wana Simba, ni furaha kwa viongozi, lakini pia ni furaha kwa wachezaji wa Simba kuweza kumpata kocha mwingine ambaye ataweza kusaidia na kuinua timu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia kutokana na hilo, imekuwa ni miongoni mwa taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kuzungumzwa kuhusiana na ujio wa mchezaji huyu ambaye ni ujio wa kocha huyu ambaye anaonekana kuja na mfumo wa tofauti ambao unaweza kusaidia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia kuweza kusaidia wote hao kwa ajili ya kuleta matokeo ambayo ni mazuri na kuweza kufanya kile ambacho kitaweza kuleta kitu bora ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Simba ikiwa inaendelea kuonekana katika nafasi ya pili mara baada ya ligi kuanza, lakini pia kuweza kutazamia ni kipi ambacho ataweza kukifanya, huku Simba wakiendelea kujiandaa zaidi na kuleta matokeo ambayo yanaweza kuwafanya wawe katika sehemu ambayo ni bora zaidi, huku kocha huyo akija na mfumo wake mpya ndani ya klabu na kuweza kujuza kwamba ni kipi ambacho wanapaswa kukianza na ni kipi ambacho wanapaswa kukifanya ambacho ni bora zaidi na kutokana na kile ambacho wanaweza kukipata. Lakini wakati Simba ikiwa ni timu ya kwanza Afrika kufundishwa na kocha
Pablo Franco Martin, wapenzi wa timu hiyo wameambiwa watarajie mambo mapya kutoka kwa kocha huyo hivi karibuni. Wadau mbalimbali wa soka nchini wamekwenda mbali zaidi na kueleza kwamba kocha Pablo atahitaji muda mrefu zaidi wa kujifunza kuliko kuingiza ufundi wake kwenye kikosi hicho hivi karibuni. Lakini pia wakiendelea kumtazamia ni kipi ambacho ataweza kuja nacho ili kuweza kuleta matokeo ambayo yanaweza kufanya kitu kiwe bora zaidi na kuweza kutazamia, lakini wengi wakiwa nasisitiza na kuweza kuzungumza kuhusiana na harakati zake, wakitazamia michezo mbalimbali au sehemu mbalimbali ambayo ameweza kufundisha, wakiwa wanaangalia kwamba ubora wake, CV yake na kipi ambacho ameweza kukifanya. Muonekana ni kocha ambaye anapenda pasi nyingi na ni miongoni mwa makocha ambao wana uwezo kuishi katika sehemu ambayo wanaweza kustahimili mazingira, lakini pia wanaweza kustahimili wachezaji na kuwakocha wachezaji katika ubora ambao ni sahihi na ule ambao utawaletea matokeo mazuri. Huku Simba wakiendelea kuwaweka mashabiki mbalimbali pamoja na wadau mbalimbali wa soka katika hali ambayo itaweza kusaidia kuleta matokeo mazuri, ikiwa tu watu wameanza kumpa dakika 360 kocha huyu kuweza kufanya kile ambacho wanahitaji kifanyike mara baada ya Mfaransa Didier Gomes da Rosa kuweza kuondoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, naye akiwa ni miongoni mwa kocha ambaye sasa tayari tunaweza kusema rasmi ni kocha mkuu wa klabu hiyo mara baada ya kuingia mkataba kwa siku ya leo na kuweza kukutana na Didier Gomes da Rosa ambaye ni CEO ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Pablo ana mengi ya kuyafanya ili kuweza kuleta kile ambacho ni bora ndani ya Simba, na Simba katika msimamo wa ligi wako nafasi ya pili wakiwa na pointi 11, huku Young Africa ambao ni watani wao wa jadi wakiwa nafasi ya kwanza huku wakiwa na pointi 15. Kwa hiyo Pablo ana mengi ya kuyafanya ili kuweza kusababisha timu iweze kukaa katika nafasi bora na waweze kutengeneza kile ambacho wanapaswa kukitengeneza. Ikiwa Simba tayari wana mapungufu sehemu moja au nyingine katika swala zima la ushambuliaji, wanaweza kutengeneza nafasi, lakini katika swala la ufungaji imekuwa ni changamoto ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Pablo anapaswa kusoma mchezo, anapaswa kuwasoma wachezaji wa Simba ni kipi ambacho anatakiwa kuwafundisha na ni kipi ambacho anapaswa kukifanya ili wachezaji kuweza kukaa katika nafasi ambayo ni sahihi na ambayo italeta matokeo ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ambacho nilikuwa nakujuza zaidi ni kuhusiana na kocha huyu mpya Pablo Franco Martin ambaye tayari amekwisha kuwasili ndani ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza rasmi kile ambacho anapaswa kukianza, huku dili lake likiwa ni kukaa miaka 2 ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kipi ambacho ataweza kukifanya ili Simba iweze kurejea katika makali ambayo walikuwa nayo katika misimu 4 mfululizo iliyopita, na ni kazi gani kubwa ambayo CEO Barbara Gonzalez ameweza kumpa ili kuweza kusababisha timu hiyo kuweza kukaa katika nafasi nzuri zaidi na kuboresha kikosi katika nafasi ambayo inastahiki na inaweza kuleta matokeo mazuri. Lakini pia wewe mwenyewe unaweza kutoa mtazamo wako na maoni yako, ni kipi ambacho kocha huyu anaweza kukifanya ili kusaidia Simba iweze kukaa katika nafasi ambayo ni bora zaidi. Ni Pablo Franco Martin tayari ni kocha mkuu na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mtazamo wako na maoni yako ni kitu bora zaidi. Usisahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini pia kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kuzipokea taarifa zote za kimichezo pamoja na burudani.